Mo Dewji kaamua kumwaga ugali na mboga vyote kwa pamoja. Kapasuka vibaya, kazungumza mabaya ambayo pengine yanaweza kuibomoa Simba au yakachukuliwa hatua zaidi kwa pale ambapo wewe ulikuwa utarajii kuona. Bwana, kumezungumzwa kwamba kuna upigaji mkubwa ndani ya Simba. Kwa tetesi ambayo nazisikia, kuna upigaji mkubwa wa Simba ambao unamuhusu mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, lakini pia inamuhusu Abdalla Muhene kwa maana ya try again. Kuna tetezi zinazungumzwa kuhusiana na watu, lakini kumbuka kwa upande wa uongozi wa Simba ndio ambao ulianza kuzungumza kwamba mwekezaji atoe pesa. Kwa hiyo pengine Mo Dewji kaamua naye ajibu mapigo. Wanasema mtu akimwaga mboga, wewe mwaga ugali. Sasa Mo Dewji kaamua kumwaga ugali na mboga vyote kwa pamoja sana. Na leo kulikuwa na mkutano. Sasa ndani nakupa hizo sasa. Leo kulikuwa na mkutano ndani ya uongozi wa Simba. Kwa maana wale kamati ya ushauri ya Simba bila shaka iko chini ya mwenyekiti wake ambaye ni Jaji Thomas Miayo. Leo kulikuwa na kikao ambacho kiliitishwa kwenye kamati ya ushauri ya Simba kuhakikisha kwamba ni jambo gani lifanyike kwenye mambo ambayo yanaendelea sasa hivi. Sasa mwenyekiti ambaye ni Thomas Miayo na wajumbe wake wa ushauri waliuita upande wa Mo Dewji kwa maana ya mwekezaji. Mwekezaji kaitwa bila kuitwa kwa upande wa Murtaza Mangungu. Ni nini ambacho kimetokea? Na ndo mara nasema ndani ya Simba kuna fuka moshi. Ndani ya Simba kuna fuka moshi. Yes, ni wakati mzuri sana ambao tunakutana kupitia Like Media. Hapa ndipo ambapo utapata taarifa ambazo unazipenda. Kikubwa ni kukupa za ndani na taarifa mbalimbali ambazo tulikuwa zifahamu, na hapo utazipata. Utapata taarifa za masuala mazima ya tetesi za usajili, utazipata hapa. Utapata tetesi na mambo mengine ambayo yanaendelea katika kuelekea msimu mpya kwa maana ya msimu wa 2025-26. Lakini utafahamu kuhusiana na kinachoendelea ndani ya Yanga, ndani ya Simba. Sasa leo nataka nikwambie kwa muda huu, nataka nikwambie kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Pale Msimbazi panafuka moshi. Kama ushawahi kusikia Msimbazi panafuka moshi, maana yake jengo la Msimbazi linafuka moshi. Moshi ambao unaashiria huenda kuna jambo zito zakatokea. Napozungumza kwamba pale Msimbazi moto unafuka, moshi unafuka, inamaanisha kwamba huko ndani kuna tokota. Inawezekana kuna mtu tukamuona akitokea dirishani, pengine tukamuona mtu huko ndani akipiga kelele, jamani nafua. Ndio maana nakwambia Msimbazi pana waka moto, pana fuka moshi. Karibu sana. Hii ni Like Media. Kama ambavyo nimekwambia, mimi naitwa Lugano Israel. Bwana, taarifa ambazo zinaendelea sasa hivi mara baada ya Simba kukosa ubingwa wa makombe yote ambayo alikuwa anagombea. Licha ya kwamba Simba walifika hatua ya fainali kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup, kwa sasa Simba si shwari tena. Simba pana vita ambayo unatakiwa uifahamu kuanzia sasa hivi. Ni vita ya watu wawili. Kwanza ni vita mwenyekiti wa bodi ambaye tunamzungumzia rais wa heshima wa Simba Mo Dewji, lakini pia vita juu ya mwenyekiti wa Simba Sports Club ambaye ni makamu pia wa bodi ya Simba ambaye ni Murtaza Mangungu. Kuna vita kubwa sana ambayo inaendelea. Vita ambayo kila mmoja anavutia kwake. Ni vita kubwa sana. Na leo kulikuwa na mkutano. Sasa ndani nakupa hizo sasa. Leo kulikuwa na mkutano ndani ya uongozi wa Simba. Kwa maana wale kamati ya ushauri ya Simba bila shaka iko chini ya mwenyekiti wake ambaye ni Jaji Thomas Miayo. Leo kulikuwa na kikao ambacho kiliitishwa kwenye kamati ya ushauri ya Simba kuhakikisha kwamba ni jambo gani lifanyike kwenye mambo ambayo yanaendelea sasa hivi. Sasa mwenyekiti ambaye ni Thomas Miayo na wajumbe wake wa ushauri waliuita upande wa Mo Dewji kwa maana ya mwekezaji. Mwekezaji kaitwa bila kuitwa kwa upande wa Murtaza Mangungu. Ni nini ambacho kimetokea? Na ndo mara nasema ndani ya Simba kuna fuka moshi. Ndani ya Simba kuna fuka moshi. Kuna siku nishawahi kuzungumza hapa. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wakaibuka na kutoa kashfa maneno mengi ambayo hayana hata msingi wowote.
Nikawaambia kama wewe ni shabiki wa Simba, una nafasi ya kuomba klabu hiyo katika utulivu, maombi ya kumwomba Mungu utulivu uingie ndani ya kikosi cha Simba, ndani ya uongozi wa Simba, ndani ya mashabiki wa Simba, ndani ya wadau wa Simba na vitu kama hivyo. Nilikwambia, nadhani utakuwa unakumbuka. Sasa hatua ilipofikia ni sehemu mbaya sana, mpaka kamati ya ushauri ya Simba chini ya Jaji Thomas Miayo ambaye ni shabiki wa Simba pia, kiongozi ambaye kapewa wadhifa huo, ameitisha kikao ambacho kilianza mida ya saa 8 saa 9 hivi, saa 9 kasoro. Kikao kikaanza na kuzungumza mambo kadha wa kadha. Ni nini ambacho kinaendelea? Na yaliyokuwa yanazungumzwa ni kuhusiana tetesi na maneno mengi ambayo yanazungumzwa kwamba kwa upande wa rais wa heshima ndani ya kikosi cha Simba ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, Mo Dewji, alikuwa atoi mzigo, atoi pesa. Sasa wakaona haya yanayozungumzwa, hebu tuite pande zote mbili, tukae tuzungumze, tuone kuna nini ambacho kiko katikati hapa, na kama pengine Mo Dewji atakuwa hatoi pesa, ni nini ambacho kinafanya asitoe pesa. Sasa nikwambie, mazungumzo yamekaliwa kwa maana ya kamati ya ushauri ya Simba imezungumza na uongozi wa bodi ya Simba. Licha ya kwamba Mangungo ni makamu mwenyekiti wa bodi, lakini hakuwepo kwenye kikao hicho. Kwa taarifa ambazo nazipata, hakuwepo kwenye kikao hicho, kwa maana kikao kilikaliwa na mwenyekiti wa bodi ya Simba kwa maana ya Mo Dewji ambaye alikuwa anazungumza na kamati ya ushauri. Sasa kuna mambo mazito ambayo Mo Dewji kayazungumza kwenye kikao hicho ambacho kiliitishwa na mwenyekiti wa kamati ya ushauri Thomas Miayo, jaji huyu ambaye aliitisha kikao hicho kwa ajili ya kuona vitu gani vizungumzwe. Mo Dewji kapasuka vibaya, kazungumza mabaya ambayo pengine yanaweza kuibomoa Simba au yakachukuliwa hatua zaidi kwa pale ambapo wewe ulikuwa utarajii kuona. Bwana, kumezungumzwa kwamba kuna upigaji mkubwa ndani ya Simba. Kwa tetesi ambayo nazisikia, kuna upigaji mkubwa wa Simba ambao unamuhusu mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, lakini pia inamuhusu Mohamed Muhene kwa maana ya try again, Abdallah Muhene kwa maana ya try again. Kuna tetezi zinazungumzwa kuhusiana na watu, lakini kumbuka kwa upande wa uongozi wa Simba ndio ambao ulianza kuzungumza kwamba mwekezaji atoe pesa. Kwa hiyo pengine Mo Dewji kaamua naye ajibu mapigo. Wanasema mtu akimwaga mboga, wewe mwaga ugali. Sasa Mo Dewji kaamua kumwaga ugali na mboga vyote kwa pamoja. Lakini kaweka msimamo wake, hataki kufanya kazi na watu fulani. Watu wakashtuka, inakuaje? Sasa kamati ya ushauri wao, kwa tetesi ambazo zimezipata, kesho kwa maana Jumanne ya tarehe 2, Jumanne ya tarehe 2, hivi leo tarehe ngapi? Kwa maana Jumanne ya kwanza mwezi wa 7 kutakuwa na kikao ambacho kitaenda kutanisha pande zote. Sasa huyu apasuke na tuangalie tunaendaje, kwa sababu yale ambayo amezungumza Mo inaonekana kazungumza akiwa peke yake. Sasa tusikize na upande mwingine, alafu tuangalie sasa kweli balance ya hivi vitu vikoje. Na haya yote huwa yanatokea mara baada ya timu kufanya vibaya. Kwa hiyo upande wa kamati ya ushauri ndani ya Simba ukaona ni vema tuchukue initiative kuona kwamba kuzungumza na hawa watu nini ambacho kinaendelea ndani yake. Kwa hiyo wameita kwanza upande wa Mo Dewji kuweza kuona yaliyoko ndani, shida ni nini na vitu gani ambavyo vinaendelea huko. Mo Dewji kapasuka vibaya, kazungumza mambo ambayo huenda kwa upande wa Simba yakaleta tafarani kubwa sana, yakaleta mpasuko mkubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Lakini ngoja tusubiri nini ambacho kitatokea hapo kesho. Lakini ni hatari sana ndani ya Simba. Ndio maana nasema kama wewe ni shabiki wa Simba na unatamani kuona Simba inasimama na inafanya vizuri, iombee Simba, kwa maana viongozi wa Simba mpaka sasa unavyozungumza wamegawanyika. Mpaka sasa hawaivi chungu kimoja. Mpaka sasa kila mmoja anamtafuta mwenzie, akiingia kwenye 18 anambinya, anamtoa kwenye njia. Ndio maana kwambiaje, ndani ya viunga vya Msimbazi pale panafuka moshi. Huenda kuna mtu akatolewa dirishani, kwa sababu ndani huko moshi unafuka.
Na moto pia unawaka, maana yake dalili za moshi yote unapokuwa unafuka, maana yake moshi unakuonyesha ndani huko kuna moto. Ndani ya klabu ya Simba kuna moto unawaka. Bado hawajaanza kuzungumzia masuala ya tunamchukua mchezaji gani, lakini ndani yake kumeshaanza kuwa na vita na misuguano na kupasuana. Mo Dewji tayari kashamaliza kwa upande wake. Sasa bado kwa Murtaza Mangungu anapoenda kuonana na kamati ya ushauri ya Simba, nao watapokea yepi? Na hapo sisi ndo tulianza kuyasikia mengi kutoka kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba akisema mwekezaji haweki pesa. Sasa nini ambacho kitatokea? Tusubiri. Na tunavyoendelea kusubiri tufahamu kwamba mashabiki nao wapo na upande ambao wao kama wao wanausimamia. Wapo ambao wanasimama upande wa Murtaza Mangungu, lakini wapo ambao wanasimama upande wa Mo Dewji kama mwekezaji, ambao wanaona mwekezaji hana shida kabisa. Lakini kuna wengi ambao wanasimama upande wa Murtaza Mangungu, lakini wale ambao wanasimama upande wa mwekezaji, wengi wao wanakuwa na hofu ya kama mwekezaji akiondoka tutaishi maisha gani hapo baadaye? Hivi kama mwekezaji akifanya hivi itakuwaje? Mangungu hana pesa itakuwaje? Mimi binafsi nasimama kwa upande wa haki. Haki ikatende haki. Kama Murtaza Mangungu kaharibu, basi anaweza kakaa pembeni, lakini kama Mo Dewji ameharibu, kwa shabiki wa Simba lazima awe na akili ya kwanza kupiga hatua nyingine. Mazingira ya kwamba mmoja kafanya kosa basi kwa sababu hivi basi liende hivyo hivyo ni kuziba kidonda ili mzi asikiguse, lakini kidonda kiko pale pale. Maana yake itaibuka kipindi kingine itakuwa mazingira hayo ambayo tunayazungumza. Tutakumbuka kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Yanga yalishai kupitia haya tukiwaambia kuhusiana na Yusuf Manji marehemu kwa sasa, Mungu amraze mara pema peponi, lakini Yanga walikuwa waambiliki. Ukizungumzia Manji ilikuwa ni vita mbaya sana ambao utakutana nayo, lakini leo hii tunavyozungumza yupo GSM ambaye anaendesha Yanga. Nani alitegemea kama GSM angetokea? Lakini hayo sikwambii kumwambie bwana Mo uondoke, hapana. Nataka mwapite katika ile haki. Kama Mo anazingua, mwambie wapishe. Wawekezaji watapatikana kwa wingi mkubwa kabisa. Lakini kama Murtaza Mangungu ni mwenyekiti anazingua, mwambieni tu akae pembeni. Viongozi ambao wanaweza kuongoza Simba wapo wa kutosha kabisa, lakini kikubwa mimi niwaambie hakuna Yanga bila Simba. Sasa hata mashabiki wa Yanga ni vema kuiombea Simba iimarike ili Yanga nao iwe imara zaidi. Kikubwa ni hicho ambacho nataka kuzungumza hapa kupitia Like Media. Ndani ya uongozi wa Simba kuna waka moto, kuna fuka moshi na moto pia unawaka. Kuna mmoja ataenda kutolewa dirishani, lakini mwisho siku unaweza kuomba mambo yakae sawa sawa. Mimi naitwa Lugano Isaya na hii ni Like Media. Mpaka wakati mwingine. Ciao.